بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، hivi sasa kuna hamla shadida min ahli albid'i wal ahwa, الحملة الشرسة على علماء أهل السنة والجماعة القائمين على الحق. mashambulizi makali sana dhidi ya ulama wa ahli sunnah wal jamaa waliosimama juu ya misingi ya haki, wakaipigania hii njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, njia ya as-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Sasa sisi ni wajibu juu yetu katika kuinusuru haki, basi ni wajibu juu yetu kuwanusuru watu wa haki, la siyama alulama, hasa wanawachuoni, na sio katika uadilifu na insaf kuwa wanawachuoni wa Kiislamu wa ahli sunnah wal jamaa wanabezwa, wanasemwa vibaya, na sisi tukaona ni mambo ya kawaida. Hivyo si sawa, na itakuwa hatujainusuru haki. Sasa kwa kutumia tu fursa hii fupi, leo nataka nimzungumzie kwa mukhtasar Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ambaye wengi wenu mnamjua kwa kumsoma vitabu vyake, na mnamjua kwa kuziona zile kazi alizozifanya. Ameitumikia sunna katika maisha yake yote, باحثا ومجاهدا مفيدا ومستفيدا ومعلما مصححا ومضاعفا, akiwa anafanya kazi kubwa kabisa ya kubainisha sunna na kuikurubisha katika mikono ya watu. Atakaye kujua iliyo sawa katika yale yaliyopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ni haya, na yale ambayo si sawa ni haya. Amefanya kazi hiyo zaidi ya nusu ya karne, kwa miaka zaidi ya 60 anafanya kazi hiyo, na kazi yake imekuwa na baraka katika umma wa Kiislamu na imeleta mwamko mkubwa sana katika ulimwengu, hasa katika ilmu ya hadithi. Ilmu hii ya hadithi, ilmu alhadith, ni ilmu muhimu sana, kwa sababu sisi tunajua kwamba Uislamu misingi yake mikubwa kabisa ya adilla ni alkitabu was-sunna, kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hata mkisoma katika usulul fiqh na masomo mengine, utaona kwamba al-adilla ash-shar'iyya, utaona kwamba katika adilla ambazo ni al-muttafaqu alayha, ya kwanza ni al-kitab, ya pili ni as-sunna, alafu ndio inakuja al-ijma', kisha ndio al-qiyas. Alkitabu was-sunna, hivi vitu viwili ndivyo vinavyosimamisha Uislamu, na hivi vilivyobakia al-ijma' wal-qiyas vinategemea hivi viwili, tegemea alkitabu na as-sunna. Sasa sote tufahamu kwamba katika Qur'ani hakuna aya iliyo dhaifa,
wala hakuna aliyefanya jur'a, aliyefanya ujasiri akatunga aya akaiingiza kwenye Qur'an. Hakuna. Kwa hiyo Qur'an tusema kwamba ni qat'iyyu thubut, wa na'taqidu jaziman, na'taqidu dhalika jaziman au na'taqidu dhalika jazimin. Sisi tunaitakidi kwa hilo katika hali hiyo kwa kukata hasa kwamba Qur'an yote iko safi min haythu thubut, na hakuna muislamu yoyote atakayesema kwamba kuna aya dhaifa, aya hiyo bwana hapana, hiyo dhaifa. Hakuna. Hilo halikupita kwa mutakaddimin wala kwa mutaakhirin, si kwa maulama wala kwa awamu almuslimin. Waislamu wote tunaafikiana juu ya kwamba aya za Qur'ani na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kiko kama kilivyokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, illa shudhadh min ar-rafidha alladhina ta'anu al-Qur'an, alladhina ta'anu fi al-Qur'an. Sisi hataki kwenda huko. Kwa hiyo hili limeafikiana na Waislamu na ahlul qibla karibu wote isipokuwa wachache katika Rafidha, na kukhalifu kwao hakuathiri chochote. Amma sunna, tufahamu kwamba katika as-sunna, katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana as-sunna maana yake ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukisema ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yataingia yale aliyoyasema na yale aliyoyatenda na yale yaliyotendwa katika wakati wake na yakanyamaziwa. Amefanywa mbele yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume sallallahu alaihi wasallam akayanyamazia. Kwa hiyo kuna sunnatun qawliyah na kuna sunnatun fi'liyatun na kuna sunnatun taqririyatun. Hili nadhani lafahamika kwa tulabu alilm. Sasa katika asiri ya masahaba hakukuwa na watu warongo wenye kuzua uongo, kwamba watazuia neno la uongo alafu wasingizie kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema au kafanya. Asiri ya masahaba haikuwa hivyo. Masahaba wote ni waadilifu kwa sababu hawakusifika na sifa ya urongo. Kipindi cha tabi'in, wanafunzi au watu waliowadiriki masahaba, walipatikana baadhi yao, pamoja ni kwamba ni kwa uchache, lakini walikuwepo watu ambao hawakuwa katika mstari wa sawasawa, walikuwa na madhahibi nyingine ovu zilizokhalifu mwenendo wa masahaba, na kwa sababu hiyo wakaanza kutunga uongo na kuzua habari. Kila wakati ulivyozidi kurefuka ndivyo mambo yalivyozidi kuharibika, pamoja na kwamba kulikuwa na tahadhari ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika jambo hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kadhaba alayya mutaammida falyatabawwa maq'adahu minan nar, yeyote atakaye nizulia mimi urongo hali ya kuwa ni mwenye kukusudia, basi na ajichagulie makazi yake katika moto. Hadithi hii ni mutawatir, inafahamika ukiwa na masahaba wengi kabisa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema maneno haya na mingine mfano wa haya. Yeyote atakayesimulia kutoka kwangu maneno na hali ya kuwa anaona kama ni urongo, basi na achague makazi yake katika moto. Au mwenye kuzungumza maneno, mwenye kunukuu maneno na hali ya kuwa anajua ni urongo, basi yeye ni mmoja katika waongo wawili, fa huwa ahadul kadhibaini. Pia imekuja fa huwa ahadul kadhibin. Kwa hiyo watu wakawa wanatakiwa wawe na tahadhari katika kuyapokea maneno, mpaka baadhi ya tabi'in walifikia kutoa tahadhari hiyo.
wana maneno mazuri kabisa. Ikawa alhaddul fasil, yani mpaka wenye kupambanua baina ya watu waliokuwa wakitaamali kwa ukweli hasa katika mafunzo ya dini, na baina ya wale ambao, na mchanganyiko wa watu ambao sasa hawakuwa wakijali. Ni kutoka maqtalu Uthmana ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wakati ule ndipo pale aliposema Ibn Sirin asema falamma waqa'at alfitnatu qulna sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli albid'ah fayuraddu hadithuhum. Mwanzo ilikuwa ikisemwa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam imtaddat ilayhi a'naquna wasghat ilayhi adhanuna, asema ilikuwa shingo zetu zinainuka juu tukisikiliza, na masikio yalikuwa yakitegwa watu wakisikiliza kumesemwa nini na mtume sallallahu alaihi wasallam hapo zamani. Lakini falamma waqa'at alfitnatu, wakati ilipozuka fitna baada ya kuuliwa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, kukawa kuna kundi la Sabaiya, wafuasi wa Abdullah ibn Saba. Baadaye wakazuka watu wa Naharawan, na baadaye kazuka makundi mbalimbali. Mara huku kuna wengine wanasema masala ya qadar. Fitna ilipotokea na pakawa pametokea makundi na ahwa, ikawa mtu sasa akisema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wale saadatu tabi'in wanamwambia sammu lana rijalakum, tutajieni watu wenu. Amman rawaitahu, amman umepokea kutoka kwa nani, kutoka kwa nani, taja haya maneno wewe umeyapokea, kwamba wasema mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, wewe akakwambia nani, sema, umtaje uliyemsema, sio umtaje tu. Wao wanamchunguza sasa, nani huyo shekhe wako aliyekusimulia maneno hayo ni nani? Fayunzaru ila ahli sunna, hapo sasa utazamwa ahli sunna, fayukhadhu hadithuhum, inachukuliwa hadithi zao. Wayunzaru ila ahli albid'ah fayuraddu hadithuhum, na utazama watu wa bid'a yakarudishwa maneno yao, kwa sababu ahli albid'ah kazi yao ilikuwa ni kusema urongo. Hii kazi ilianza mapema kabisa katika zama za tabi'in. Katika zama za tabi'in, kwa maelezo haya na maneno haya ameyataja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika muqaddima wa sahihi yake. Kwa kazi ya taftish juu ahadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ilianza mubakira, mapema kabisa, kwa ajili ya kufanyia dhabbu an sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, lianna alkadhib ala rasulillah laysa kalkadhib ala ghayrihi, kwa sababu kumzulia uongo mtume sallallahu alayhi wasallam si sawa na kumzulia uongo mtu mwingine, kwa sababu ukimzulia uongo mtume sallallahu alayhi wasallam na maneno yale yakipokewa, maneno ya mtume ni sheria, ni dini, ni itikadi. Kwa hiyo utaka kuwajengea watu itikadi ambayo sio, unataka kuwajengea watu sheria ambayo sio, kinyume kumzulia uongo mtu mwingine, na madhara yake ni makubwa kabisa, ni moto, kama anavyotuambia mtume sallallahu alaihi wasallam, man kadhaba alayya mutaammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sasa jambo hili liliendelea, wakapatikana ulama, jahabidhatul ulama alhuffadh katika zama zao, wakawa wanazungumzia kuhusu masala ya hadithi. Na sisi tufahamu marahili, mara ya mwanzo katika Uislamu na kudhihiri mambo, elimu zote zilikuwa bado hazijafanywa tadwin na tahriri kama zilivyokuwa hivi sasa. Watu walitegemea zaidi katika masala ya hifdhi, mpaka vikaanza musannafati ndogo ndogo katika zama za maimamu. Kitabu cha kwanza ambacho tunaweza kusema ni katika kitabu cha hadithi, kama vile ambavyo ndicho kitabu cha usul, ni kitabu cha al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, Ar-Risala. Kaandika kitabu chake Ar-Risala, ambacho ndani yake ndio kitabu cha kwanza cha usulul fiqh, kwa yale mabahithi aliyozungumza.
pamoja na kwamba ukitazama si kama usul fiqh ya sasa ilivyoandikwa au baada yake watu walipohariri mabahithi zake na kupangilia na muundo wake, kuna utofauti. Hivyo hivyo masaili ya mustalahul hadithi akayazungumzia mule ndani, na wengine wakafuatia maimamu kina Imam Muslim katika mukaddima wa sahihi yake. Imam Muslim katika mukaddima wa sahihi yake utaona ameweka misingi ya hadithi mapema kabisa. Imam Muslim amefariki mwaka 261. Hivyo hivyo wakafuatia kina Imam At-Tirmidhi katika al-Jami', mwisho pale katika kitabu al-Ilal. Lakini mabahithi zikawa bado hazijakuwa ni muharrara munaqqah kama zilivyokuwa katika wakati wa baadaye. Wakafuatia waliofuatia wakina al-Khatib al-Baghdadi na kullu man ansaf, wanasema watu wa hadithi kila anayefanya insaf. Al-Khatib al-Baghdadi amefariki mwaka 463 hijiria, mwaka 463, siku nyingi. Akaandika vitabu chungu nzima katika fani ya istilahi, mpaka wanasema kila anayefanya uadilifu basi atajua kwamba watu waliokuja baada ya al-Khatibu ni wahitaji kwenye ilmu yake, iyalun lahu, ni wahitaji kwake, ni mafakiri kwake, na uwezi kutoka nje ya kile alichokieleza yeye katika vitabu vyake. Kaandika vitabu vingi sana. Kwa hiyo kazi ikafanyika baadaye. Sasa kina al-Imam Ibn Salah Ash-Shahrazuri rahimahullah ta'ala wakayahariri, na kabla yake pia al-Khatib al-Baghdadi. Nimeruka kidogo, maelezo ni marefu, lakini wanawachuoni waliotangulia kina al-Imam al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi ana maarifatu ulumi al-hadith, na amefariki mwaka 405, siku nyingi, mwaka 405, zaidi ya miaka 1000 iliyopita. الإمام أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله تعالى الكتاب معرفة علوم الحديث. na yeye ametanguliwa na wengine baadaye, ndio akaja al-Khatib al-Baghdadi wa mwaka 463. baadaye wakaja wanawachuoni wengine, wakaja kina an-Nawawi mwaka 600 amefariki, na wengineo kina Ibn Salah Ash-Shahrazuri na wengineo katika wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa, na wengine wakazigawa zile ilmu za ulumul hadithi ad-diraya, zikagaiwa katika kipengele. Hizi ni elimu zinafungamana na istilahi ya hadithi. Katika hizi hapa kuna ilmu wal jarh wa ta'dil, kuna watu wamebobea katika fani hizo. Kimwangalia Ibn Abi Hatim katika mukaddima wa kitabu chake, kina Ibn Adi na wengine wameweka zile mabahith za ilmu ya al-jarh wa ta'dil kwenye vitabu. Kwa hiyo vikaandikwa vitabu maalumu vya al-jarh wa ta'dil katika upande wa kuchunga zile alfadh, kwa sababu hili ni jambo muhimu sana. Zile hukumu zinazotolewa na wanawachuoni kuhusu wapokezi, fulani kadha, fulanun kadha, fulanun kadha, usije ukaona ni maskhara kwamba watu fujo tu, huyu asema hivi, yule asema vile. La, ile ni fani maalumu, wamebobea kwenye fani hiyo watu wachache sana tangu zamani, si leo tu. Si kila mwana wa chuoni katika wanawachuoni basi anajua elimu ya jarh wa ta'dil, na wengine wakaandika fani maalum katika ilmu al-ilal, na vitabu maalumu vikaandikwa. Na si kila mwana wa chuoni anayejua mambo basi ajua ilmu al-ilal, ni wachache pia. Sasa hii elimu ya hadithi ni elimu pana, ni bahari kubwa sana. Mtu anayesoma vitabu vichache au vitabu vidogo tu, akasoma mathalan manzuma al-Baiquniya, taysiri ya mustalah al-hadith ya Tahani, akasoma mathalan nukhba au nuzhatun nadhar na manzumati zake, hawezi kujua kina cha ilmu hii. Akawa ameishia hapo tu, hawezi kujua kina cha ilmu hii. Huyu bado ni talibul ilmi al-mubtadi, iko mwanzo kabisa. Kama ni kwenye bahari basi yeye kwenye ufukwe,
anagaagaa na upwa, hajaingia kwenye bahari, bado hajajua kitu, ameonjeshwa kitu katika zile ilmu ya mustalah alhadith. Kwa hiyo mtu wa aina hii hawezi kuzungumza chochote kuhusiana na masala ya ilmu ya takhrij alahadith wa dirasatu alasanid, hawezi, kwa sababu mule katika vitabu vile haya mambo ya ilmu ya ilal, ilmu ya takhrij alahadith wa dirasatu alasanid, ambayo ndio amali yenyewe. Sasa elimu za ilal hazikutajwa mule kwa tafsili na misingi yake, bali mtu kama huyu ukampa vitabu maktaba nzima, kwamba kontena nzima vitabu vya hadithi hivi, hebu tutolee baadhi ya hadithi hapa, akashindwa kufanya hivyo kwa sababu hajui hata ile manahiji za muallifina walivyoandika vile vitabu vya hadithi, kwamba vitabu hivi viko katika mfumo huu, vitabu hivi katika mfumo huu, vitabu hivi hivi. Kwanza kujua hiyo ni fani nyingine mbali. Tutafutie hadithi sisi katika al-Mustadrak ya Imam Hakim, tutolee hadithi sisi katika kitabu, katika Musnad Imam Ahmad, tutolee hadithi sisi. Unaweza kupata kazi kubwa kwa sababu wewe hujasoma ilmu ya hadithi inavyotakiwa. Sasa wanawachuoni wamefanya kazi kubwa, wakajenga msingi huu. Sisi tumefanya uvivu kwenye kusoma. Ilipokuwa elimu hii iko hai katika wakati wake, ahlul bid'ah wa zandaqa walikuwa wakijificha, hawathubutu. Imam Ahmad yule watu wakimbia, Daraqutni yule watu wakimbia, hawataki kudhihirisha yale mambo yao, kwa sababu sasa hivi yataumbuliwa mambo yao kwamba haya wanayosema ni kadhib. Haya hapo, na watu walikuwa wamebobea katika kuzua uongo, katika kutetea madhahibi zao. Sasa kuna watu wakawa wametuhumiwa katika jambo la hadithi kwa sababu ya hifadhi zao, na kuna watu wametuhumiwa katika jambo la hadithi kwa sababu ya uadilifu wao. Wote hao wameorodheshwa, majina yao yamo ndani ya vitabu. Ukitaka zile alkutubu sita, wale musannifuna wale wa vitabu alkutubu sita, zile vitabu vyao walivyoandika katika kutubu sita na vinginevyo, wale wapokezi wao wote aliwataja al-Imam al-Mughlatai katika al-Kamal. Alipokuja mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah al-Mizzi, al-Hafidh al-Mizzi rahimahullah ta'ala, akaifanyia tahdhibu ile, akaandika tahdhibu al-Kamal fi asma'i ar-rijal. Huyu ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Hafidh al-Mizzi. Al-Hafidh bin Hajar alipotazama ile tahdhibu al-Kamal akaona ni kubwa sana. Sasa hivi imechapishwa katika juzuu 37 au 38, hiyo tahdhibu al-Kamal. Al-Hafidh akaona hii kubwa sana hii, akaandika tahdhibu at-tahdhib. Lakini yote ataja majina ya watu na hukumu zao na akwali za wanawachuoni, wale wapokezi wa ashabu al-kutubi sita wakatajwa mule. Kutubu sita kama Sahihu al-Bukhari. Sasa Imam al-Bukhari ameandika al-Jami', ameandika vitabu vingine, mfano khalqu af'al al-ibad, juz'u al-qira'a, juz'u rafi al-yadayn na vitabu vingine. Sasa wale rijali wake wote katika vitabu hivyo wako pale. Imam Muslim hivyo hivyo, Imam Abu Daud hivyo hivyo, sababu Abu Daud ana sunan, ana marasil, ana vinginevyo katika vitabu, na vyote ni musnada. Kwa hiyo rijali wake wametajwa kwenye vitabu vile. Sasa Al-Hafidh bin Hajar alipoandika tahdhibu at-tahdhib akaleta kama kiasi cha juzuu 6 hivi katika baadhi ya chapa, na nyingine yategemea na chapa, lakini baadhi ya chapa zimetaka juzuu 6, nyingine juzuu 10, yategemea na namna ilivyochapishwa hicho kitabu. Lakini baadaye pia kaona kubwa sana, tuwasaidie mubtadiina, akaandika taqribu at-tahdhib katika mjalladi mmoja. Wapokezi wote wa kutubu sita wako pale na hukumu yake ya ikhtisar: fulan thiqa, fulan kadha, fulan dhaif, fulan maqbul. Na hayo maneno yana maana, na hayo maneno yana maana, yanafahamika inda almuhaddithin. Sasa hili jambo limekwenda namna hiyo, watu walikuwa wakitunga hadithi, na pia kuna ilmu maalumu ya kujua alwad'u walwadha'in, haraka za kutunga hadithi na watungaji wa hadithi,
na asbabu zilizolipelekea wao kutunga hadithi. Kwa nini wanatunga hadithi za uongo, na majina yao ni kina nani, na kwa nini walikuwa wafanya namna hiyo, mukawama uliofanyika wa ahlul ilmi katika kila zama kwa watu ambao walikuwa wakitunga hadithi za uongo, na zote zimeorodheshwa na ni ilmu maalum. Na kuna wanawachuoni wakaandika vitabu kuhusiana na almawdhuat, akiwemo al-Imam Ibn al-Jawzi na wengineo. Sasa haraka hizi hazikukoma, ziliendelea. Haraka hizi za kujitetea sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hazikuishia hapo. Kila wakati watu wakawa wanaendelea. Kuna wakati mwingine zilififia, ikawa watu sasa katika darasa zao za tafsiri, wakikaa kwenye tafsiri ya Qur'ani, wanataja israiliyat, visa vingi vya uongo vimetungwa na Bani Israila na vingine vimetungwa tu na watu humu. Hivyo hivyo katika tarikh, au mwingine akikaa katika fiqh hii yastadillu bil mawdhu'at au bidhi'af, hata hadithi dhaifu wanatoa hivi, wanazitaja zile hadithi kama ni hujja, mpaka wengine wakatunga hadithi man qallada aliman laqiya Allah salima, yoyote atakayemqallidi mwana wa chuoni basi atakutana na Allah hali ya kuwa salama. Na miongoni mwa watu waliokuwa na mchango mkubwa wa kutunga hadithi ni as-sufiyya, wanawachuoni wa kisufi, ili kuyapa nguvu madhhabi yao wakatunga hadithi nyingi. Hizo hazimo katika sahihaini wala katika al-kutubu sita wala katika dawawini za sunna. Wao wananukuu tu, wanaandika tu, wanaweka, hawajali. Lakini pia siku moja nilikuwa tukisoma hapa Sunan Abi Daud, katika utangulizi wa ile Sunan Abi Daud tukawa tunaeleza kwa nini al-Imamu Abu Daud ameandika hadithi dhaifu katika kitabu chake. Miongoni mwa sababu tulizozitaja ni kwamba wanawachuoni wasiokuwa Bukhari na Muslim katika sahihi zao, nisikize kwa makini, wanawachuoni wasiokuwa Bukhari na Muslim katika sahihi zao, muadhamu wao hawakujilazimisha kuingiza katika vitabu vyao hadithi sahihi. Hilo ni lazima mlielewe. Kwa hiyo wale ashabu al-kutubi sita, wale watunzi wa vitabu vile sita, na kusudia sahihu al-Bukhari, sahihu Muslim, sunanu Abi Dauda, jami'u at-Tirmidhi ambayo ni maarufu kwa sunanu at-Tirmidhi, sunanu an-Nasa'i na sunanu Ibn Majah. Hivi vitabu sita hivi ndio pana mzunguko mkubwa wa hadithi za Waislamu katika mambo mbalimbali. Lakini pia ukiongezea Musnad Imam Ahmad, ukiongezea pia vile vile sahihi ya Ibn Khuzaima na sunan ya al-Bayhaqi, kadhalika sunan ya Daraqutni na vinginevyo, ukiviongezea juu yake hivyo, pana mzunguko mkubwa wa hadithi za huu Uislamu. Uislamu kwa asilimia kubwa hadithi zake zinazunguka humo, lakini pia viko vitabu vingine. Sasa katika hawa niliowataja hawa maimamu wawili, Bukhari na Muslim, wao wamejilazimisha kwamba hawataingiza katika vitabu vyao viwili hivyo ila hadithi sahihi, wa ule mtazamo wao wanavyoona kwamba hii ni hadithi sahihi anaiweka. Bali inasemekana kwamba al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala alikuwa haandiki hadithi yoyote kwenye kitabu chake ila ufanye istikhara kwanza, anaswali rakaa mbili kisha anamuomba Allah jalla wa ala ndio anaiandika ile hadithi. Ameifanya kazi hiyo kwa muda mrefu mpaka akaandika ile jami' ikamilika, al-Jami'u as-Sahih al-Musnad min umuri Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Hiyo ndio jina la Sahih al-Bukhari. Hii tufupisha tu Sahih al-Bukhari, lakini jina lake ni al-Jami'u as-Sahih al-Musnad min umuri Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kakiandika kitabu vizuri kabisa na kiko katika martaba ya juu kabisa. Hivyo hivyo akafuatiwa na Imam Muslim baada yake ambaye ni mwanafunzi wake, wakafuatia wengine, na katika daraja Sahih al-Bukhari iko juu, kisha Sahih Muslim,
wa min thumma tashihu al-Bukhari qaddima fa Muslim fama ala shartihima, kisha Muslim, kisha wale waliokuja katika sharti zao. Sasa hawa wengine wote hawa waliobakia, wao hawakujilazimisha kwamba lazima tuandike hadithi sahihi katika vitabu vyetu. Kwa mfano Abu Daud hakujilazimisha hilo, labda atataja babu as-siwak, babu as-siwak mathalan, au babu al-wudhu'i marratayn. Natoa mfano tu, anataja hadithi zile ambazo zimemdhihirikia yeye kwa sanadi yake kutoka mashaikh zake kwamba hii ni hadithi sahihi, ataitaja pale, wala hasemi kitu, anakuwekea sanadi tu. Lakini pia anataja hadithi ambayo haijafikia daraja ya usahihi maadamu ni hujja, lakini wakati mwingine anakutajia na hadithi dhaifu lakini na sanadi yake, akutajia hadithi dhaifu. Kwa nini anataja hadithi dhaifu? Wanawachuoni wanasema kwa sababu hapo zamani watu walikuwa wanashughulika na ilmu. Kwa hiyo man asnada faqad ahalak, yule aliyekutajia isnadi kishakutajia kwamba sanadi yangu mimi ni fulani, katika hadithi hii ni mimi nimpokea kutoka kwa fulani na fulani na fulani na fulani kutoka kwa fulani, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu kashamaliza kazi yake yeye, kashakupa nasaha hapo, itazame mwenyewe hiyo hadithi hiyo. Sasa watu kwa sababu walikuwa wana maarifa, ajua hadithi hii imepita kwa Ali bin Zaid bin Jud'an, ameitaja Imam Abu Daud, kumbe hadithi hii dhaifu. Yani yeye anakutajia sanadi ili ujue, uone hawa watu wakoje hawa. Sasa wewe ulikuja baadaye usiseme kama hadithi dhaifu, mbona kaitaja Abu Daud? Abu Daud kataja dhaifu? Ndio ili akubainishie kwamba katika mlango huu pengine akataja hadithi katika mlango hakuna hadithi sahihi hata moja, zote dhaifu, ili akwambie, anawaambia wapinzani wake au wale wanaotetea jambo hilo kwa hoja hizi, zile hadithi zenu zote ni hizi na zote ni dhaifu. Yeye hasemi kitu, hasemi kitu, na hiyo ndio manhaji yake, na ameandika manhaji yake maalum, risalatu Abi Dauda ila ahli Makkah, akawaandikia, akaeleza manhaji yake. Ni risala ndogo tu kwa hajmi, lakini ni kubwa kwa maana. Kwa hiyo wewe ukitaka kuisoma Sunani ya Abi Daud, soma ile risala yake kwanza, ndio utapata muongozo. Ala, kumbe hapa elekeza hivi, kumbe hadithi hii hivi. Ndivyo anavyofanya al-Imamu Abu Daud katika sunani yake na wengineo. Hii ni mifano tu naipiga, kwa sababu kuna watu katika akili zao imewapitikia kwamba maadamu hadithi iko ndani ya kitabu fulani basi hiyo itakuwa sahihi, na anaitolea hujja. Kwa hiyo ikapatikana dhajja kubwa katika ulimwengu wa Kiislamu, ikawa watu wanakaa wanatoa madarasa na wakataja hadithi za uongo, tena hadithi za kuthibitisha mambo makubwa katika itikadi, au hadithi ataka kupinga jambo ambalo lipo limethibiti, lakini sasa kataja hadithi iko kinyume na ile, na yeye anajenga hoja yake katika hadithi hii dhaifu. Na wanawachuoni wameweka masharti katika matumizi ya hadithi dhaifun. Kwanza, hadithi dhaifu haitumiki katika masaili ya kiitikadi, hilo ni jambo la kwanza, si hujja. Kisha pia hadithi dhaifu si hujja katika masala ya kisheria, si hujja katika masala ya kisheria. Na unapoitumia hadithi dhaifu useme kwamba hadithi hii ni dhaifu. Na mfano kama watoa khutba ya Ijumaa na ukataka kuwabainishia watu kwamba hadithi hii huna uhakika nayo au ni dhaifu, sema waruya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au wayurwa, na hupokewa, inasemekana, qila. Usikate moja kwa moja kauli. Hii ni sharti unapotaja hadithi dhaifu, basi pale unapoitaja kama katika fadhailul a'mal, sisemi sheria, katika fadhailul a'mal, alafu hadithi yenyewe si dhaifu mno, unaweza ukaitaja hadithi hiyo.
kuna baadhi ya matendo ni katika mambo bora. Wawahimiza watu kutoa, wawahimiza watu katika kutafuta ilmu, wawahimiza watu katika wakataza watu jambo baya, mambo ya haramu. Lakini umezitafuta hadithi ukaona kuna hadithi sahihi, lakini pia kuna hii hadithi dhaifu. Kama iko hadithi dhaifu katika mambo kama hayo ya kuhimizana kheri, ya watu kujitolea sadaka, kusimama usiku kuswali, kukithirisha kusoma Qur'ani, kuleta adhkari, basi wanawachuoni wakaeka masharti kwamba hiyo hadithi dhaifu hiyo unataka kuitumia, kwanza isiwe dhaifu sana, kwa sababu ule udhaifu unatofautiana. Ikiwa ni dhaifu sana haifai kabisa, si katika fadhailul a'mal wala katika mambo mengine. Kwa hiyo hilo ni lazima uliangalie. Kwa hiyo uwapitie wale wapokezi na uangalie maneno ya wanawachuoni juu yake. Je, hadithi hii ni dhaifuhu yasir? Hilo sharti. Sharti jingine, hadithi hiyo unapoisema usiseme amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usiseme hivyo, sema inasemekana, wamepokea, inasemekana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema. Kwa Kiarabu unasema ruwiya au yurwa, vitu kama hivyo. Usikate moja kwa moja amesema Mtume, jasho la kumwagika kabisa, wakitiza hasa. La, si hivyo. Kadhalika ubainishe udhaifu wake, sema hadithi hii dhaifu. Sasa jambo hili likaachwa, watu wakawa hawalifanyii kazi, ikawa watu waandika tu, watu wasema tu, watu wasimama, watu wa mawaidha wataja mahadithi tu, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtu aseme kama hii dhaifu, sema kama dhaifu. Mbona wafanya wamenyana hivyo? Kwani hakuna hadithi dhaifu? Maana kuna watu hapa ukitaja tu watakwambia hadithi dhaifu. Yaani mtu yuko tayari achunge irabu, asikosee katika nahwu, asikosee katika sarf, asikosee katika muweko wa maneno, lete mambo ya balagha pale, mantiki, yasema hivi. Hii elimu muhimu sana, lakini hadithi atakayotoa amsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam atakayesimulia hadithi na hali ya kuwa ajua kwamba huo ni uongo, kama nimezuliwa mimi, basi yeye ni mmoja katika waongo wawili. Sasa mtu hachungi tahadhari, kabla huja kwenda kusema, si uko nyumbani, haya pitia maktaba kwako, angalia hadithi hii wanawachuoni wasemaje, wasema nini wanawazuoni katika hii kuhusu hadithi, ili kule msikitini nikienda kusimama kusema, au kule kwenye harusi au kule kwenye mazishi nitakaposimama kuzungumza, nisije nikazungumza maneno ambayo hayakuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashekhe wengi wakawa hawaliangalii hilo. Wao wanaangalia hapa irabu, hapa imekaja hapa, mbona hapa mansubu, hapa ni mansubu ala alhal.